Naam, unatufuatilia kwa sasa ni mjadala mzuri kabisa kutokea hapa Moscow Hoteli. Ni moja kati ya hoteli nzuri kabisa ambayo inahakikisha wewe ambaye unatembelea hapa hakuna kitu ambacho utakikosa. Hapa nazungumzia vinywaji vya aina mbalimbali, lakini pia malazi kwa wewe ambaye unahitaji sehemu nzuri kabisa ya kutulia ili uweze kulala vizuri. Basi ukifika Moscow Hoteli hapa Mpanda mjini, unaweza kupumzika kwa uzuri kabisa na inapatikana hapa mkoani. Lakini siku ya leo tumewezeshwa kabisa kwa ajili ya kuja kufanya mjadala wetu huu. Na mjadala huu ni wa kijana jitambuni. Kwa namna gani basi vijana wanahakikisha ya kwamba wanayaishi yale ambayo yanatakiwa. Lakini wale ambao wapo katika mstari ambao ni nyoofu, basi ni wakati wetu sasa kuendelea kuwanyoosha ili mambo yote yaendelee kukaa sawa kabisa. Yes, kama ulivyosema Ana, kwanza mimi naitwa Mimi. Naam, na mimi naitwa Ana Milanzi. Yapo mengi ambayo tutayazungumza leo, lakini tunatamani kuzungumza zaidi kuhusiana na masuala mazima ya kuripoti ukatili wa kijinsia. Namna hiyo. Hasa kwa wanaume nao pia waone umuhimu wa kuripoti kama wanawake wanaripoti na wao pia waripoti. Yeah, na siku ya leo swali letu linasema hivi. Kwa majina naitwa Pius Kipeta. Leo hii nipo katika viunga hivi hapa vya Moscow Hotel. Tuna mada mbalimbali ambazo zinaendelea na swali lililopo mezani ni kwamba ni kwa nini kijana wa kike anapofanyiwa ukatili wa kijinsia anakuwa ni mwepesi zaidi kwenye kutoa taarifa tofauti na kijana wa kiume anapokuwa anafanyiwa ukatili wa kijinsia? Maana kwangu mimi ninavyojua ukatili wa kijinsia ni kwamba ni mtu yoyote yule au kijana yoyote yule anayefanyiwa ukatili kutolingana na umri wa rika alilonalo. Kwa mfano, labda sasa hivi tuna watoto wa shule au mabinti ambao hawajakidhi vigezo, mfano chini ya umri wa miaka 18, pale unapokuwa unafanya naye kitu kile cha ulazima ni sehemu ya kumkatili kijinsia. Lakini pia hata ndani ya nyumba mnapokuwa wenza, unapokuwa unamfanyia, anaweza kuwa ni mwanandoa ndio, lakini ukimfanyia tendo la ndoa kwa kumlazimisha, pia pale umefanya nje, umemkatili kijinsia. Sawa, tukija kwako na Shukuru, natamani zaidi utujazie kwa hiki ambacho amekizungumza hapa Pius Kipeta. Majina yangu naitwa Nashukuru Alon. Kwa jinsi ninavyofahamu kuhusu ukatili wa kijinsia, ni kitendo au tendo lolote analofanyiwa mtu tofauti na ridhaa yake. Kitendo kinachofanyiwa mtu bila ridhaa yake, hilo ni tendo la kikatili. Mfano, kuguswa, kama msichana kuguswa maeneo ya mwili wake bila ridhaa yake ni kitendo cha ukatili. Wakati mwingine kupigwa na wazazi wake, kupigwa na walezi, kupigwa na mtu ambaye anamzunguka. Na jambo lingine, ukatili unaweza kufanyika hata ndani ya nyumba kama alivyoelezea mwenzangu aliyemaliza hapo. Ndio namna hiyo ninavyoelewa kuhusu ukatili wa kijinsia. Sawa, tumeyasikia hayo kutoka kwa wadau hawa ambao tuko nao hapa, lakini kwa wakati huu mpira huu sasa anamtupia moja kwa moja Corporal Selicious. Yeye atuambie ukatili wa kijinsia unatafsirikaje? Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Corporal Selicious, nimetokea ofisi ya dawati la jinsia Mpanda. Ukatili wa kijinsia ni nini? Naomba nifunguke wazi tu kwamba ukatili wa kijinsia ni vitendo vyovyote, kitendo chochote kile ambacho anaweza kufanyiwa mtu kikamletea athari ya kimwili, ya kiakili au eza ya mazingira yoyote ambayo mwisho wa siku mtu itampa athari. Sio, tunaelewana mpaka hapo? Kiuhalisia ni kitendo chochote. Maana hapo ukisema ni kitendo ambacho mtu anaweza kufanyiwa bila ridhaa yake, tumeona hapa kuna mazingira ya mke na mume katika familia. Mfano pale mtu anapokuwa ameolewa, maana ni ridhaa ile ameolewa, lakini je, umo ndani ya ndoa hiyo kuna vitendo vya ukatili vinaweza kutokea? Basi tuwekane wazi kabisa kwamba ukatili wa kijinsia ni kitendo ambacho anaweza kufanywa mtu yoyote kulingana na jinsia yake. Haijalishi kwa mwanamke au mwanaume, awe kwenye ndoa au asiwe kwenye ndoa, awe mwanafunzi asiwe mwanafunzi, ingawa tu sio ridhaa yake kufanywa kile kitendo ambacho mwisho wa siku unaweza kumletea athari katika mwili wake au kiakili au kiuchumi. Hiyo ni ukatili wa kijinsia. Naitwa Babuga. Napenda kuelezea juu ni mazingira gani au ni mitazamo gani wekwe ili hawa vijana au mtu wa kiume akifanyia kitendo cha kikatili ya kijinsia aweze kutoa taarifa au aweze kupata mazingira mazuri ya kuweza kutoa taarifa. Kitu cha kwanza ni mitazamo mizuri ya jamii, maana hata jamii ikiwa na elimu kwamba hata mtoto wa kiume au kijana wa kiume akifanyia kitendo cha ukatili wa kijinsia aweze kuwa
na mazingira rafiki ya kuweza kuripotisha kile kitendo alichofanyiwa. Kingine pia ni elimu itolewe kwamba hata huyu mwanaume au mtoto wa kiume na yeye ana jukumu la kwenda kutoa taarifa kulingana na kitendo cha ukatili wa kijinsia alichofanyiwa. Mazingira mazuri, pia urafiki mzuri, urafiki wa karibu kati ya huyu mtoto wa kiume na au baba wa familia akifanyiwa ukatili wa kijinsia aweze kuwa na ile confidence ya kusema hata mimi na haki ya kuzungumza hiki nilichofanyiwa. Yaani yale mazingira mazuri ya kijamii kwamba kuona na hata mwanaume kuna vitendo vya ukatili wa kijinsia anafanyiwa na yeye anahitaji msaada. Mtazamaji, unaendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia majadiliano haya ambayo tunafanya na vijana, lakini pia wapo wataalamu hapa kwa ajili ya kutolea ufafanuzi yale mambo ambayo kidogo yanaleta mushkeli. Sasa Jacqueline, wakati anazungumza Bavuga nilikuwa na kuona ni kama unatikisa kichwa vile. Kwa nini inakuwa ni ngumu kwa wanaume kuripoti matukio ya ukatili kwa mtazamo wako wewe? Asante. Kwa majina naitwa Jacqueline, natokea Mbenyegio. Mimi hapa sitakuwa mbali sana na kaka alivyotoka kuongea kwamba wanaume wenyewe wakifanywa ukatili wa kijinsia huwa si wepesi kwenda kutoa taarifa eneo husika. Ni kwa sababu wenyewe sababu kubwa ni uoga. Wamejazwa na ule uoga kusema kwamba anaweza akaenda akatoa taarifa sehemu fulani eneo husika kwamba nimefanywa kitu fulani akadhalilika. Kwa hiyo ile kujijengea kwamba yeye ni mkamilifu kiasi gani au yeye labda kwa wanaume alionao hawezi kufanyiwa kitendo kama hicho kilichofanyiwa. Kwa hiyo ndio inamjengea kwamba hata kama akifanyiwa chochote ambacho hakipaswi kufanyiwa ananyamaza kimya. Hapa sasa tunaongelea watoto wa kiume wakubwa, ni wale wakubwa wale. Haya, hao wadogo wadogo na wenyewe kwa mfano hao wadika la shule, tufanye shule ya primary. Yaani wakifanyiwa huo ukatili wa kijinsia inategemeana sasa penyewe na malezi. Sisi mabinti wa kike tukifanyiwa tunakimbia kwa mama, lakini kenyewe ukutaka kifanyiwa kanashindwa atakwenda kumwambia baba kwa sababu tunakuja tena kwa walika kubwa hawapo karibu na watoto wao kwamba anaweza akamtenga akamwambia kuna hiki na hiki na hiki, sio kwamba watafanywa tu wadada, pengine naye unaweza ukafanywa. Kwa hiyo ukifanywa unakuja kuniambia. Haipo hivyo katika jamii yetu sisi watu weusi. Kwa hiyo kwa mimi toka mwanzo nimesema siko mbali sana na mwenzangu hapo aliyepita. Shida kubwa ya watoto wa kiume ndio hiyo, wana uoga, yani ile aibu ndio imewajengea kwamba anaona ni sawa tu, yani anaweza kawa anaumilia lakini kwenda kuripoti au kuongea kile kilicho moyoni mwake anaogopa. Majadiliano moja kwa moja ambayo tunayafanya hapa Moscow Hotel, na nikukumbushe kwamba tunapewa nguvu pia na Kombozi Fresh Oil ambao hawa ni wanakamua na kununua pia mafuta ya alizeti, karanga pamoja na mbegu za maboga, lakini wananunua alizeti, karanga na mbegu za maboga kama ambavyo nimesema pale awali, lakini wanauza mafuta na mashudu kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Wanapatikana hapa Mpanda mjini, eneo la Mpanda Hoteli pale, lakini unaweza kuwapigia pia simu kupitia 0788 980788 na hii ya 0675 60 27 na 29. Sasa John, umekuwa kimya kwa muda mrefu kidogo. Wewe ni kijana na wamezungumza vijana wenzako hapa vizuri kabisa, wamezungumza wataalamu, ili wewe uweze kuripoti tukio la ukatili ambao umefanyiwa. Unatamani kuwe kuna mazingira gani rafiki ambayo yatakushawishi wewe kwenda kuripoti kama mwanaume sasa? Kwa majina naitwa John. Ili niweze kuripoti hayo matukio yanayofanywa ya ukatili wa kijinsia, kitu cha kwanza ni rafiki bora wa mzazi wa kiume. Kama mzazi wangu wa kiume ni rafiki bora, nina uwezo wa kwenda kuripoti tukio lolote litofanywa kinyume na matakwa yangu. Ila kitu kinachosababisha nishindwe kuripoti kwa mimi, huenda siko ukaribu na mzazi hasa wa kiume. Kwa maana nasema mzazi wa kiume rafiki yake ni mtoto wa kiume, mzazi wa kike rafiki yake mtoto wa kike. Labda babangu ni mkali, sawa, naogopa kwamba nikisema niende nikaripoti
baba atanipiga, bora nikae nalo mimi kama mimi, sawa. Na kuna vijana wengine wako mbali na wazazi wao, si ndivyo? Labda kwa mfano kama mimi na rafiki yangu, sawa, tuko mbali na wazazi wetu, sasa nimefanywa ukatili, jinsi gani ya kwenda kumweleza rafiki yangu nashindwa, kwa sababu atanicheka, nasema nikimweleza huyo fulani namjua, sawa, atanicheka. Sasa ili niweze, kwa sababu ili uweze kwenda kuripoti kwa rafiki yako wa karibu kwamba bwana mimi ni 1 2 3, sawa, kwa ni lazima niwe rafiki mwema kwa rafiki yangu, sawa, na niweze jinsi gani nimwambie ili asinicheke. Unajua kuna marafiki wengine, sawa, unaweza kumwambia labda mimi bwana nimefanywa 1 2 3, anakuambia tayari wewe umesha left, kwa tayari wamekudungunywa. Sasa ile vitu inapelekea kwamba kwa hiyo fulani anicheki, bora nikaze. Kwa unakaza mwisho wa siku unajua sile fichiki. Mwisho wa siku ndio hivyo unakuja kugundua, anaanza kwa nini hukuniambia? Nilishindwa, nimeogopa kwa sababu wewe utanicheka. Sasa ili niweze kuripoti lazima nitengeneze urafiki mzuri. Kama niko mbali na mzazi, yule mtu anonizunguka mimi lazima nimwambie. Tamwambia kwa jinsi gani? Nitamuita, bwana mimi nina shida. Shida yangu labda nipo bwana pita. Labda tuseme tu nipo bwana pita naenda zangu labda nzaliwa. Sawa. Nimekutana na wakubwa. Wamenipiga, wamenifanyia kitu ambacho sio. Kitu gani nitamueleza? Ni 1 2 3. Kwa naomba unisaidie. Sawa. Rafiki mwema aweza akasema twende tukalipize kisasi. Hapana, lazima wanasema sheria lazima ichukue hatua. Kwa moja kwa moja hapo wanaweza kukupeleka hata kwa mjumbe au sehemu yoyote iliyopo karibu na wewe yenye usalama zaidi ili waweze kukusaidia. Kama nilipojitambulisha hapo awali, kwa majina anaitwa Coproselicious kutoka dawati la jinsia Mpanda. Kiuhalisia niseme ni ndio. Sisi sasa hivi kutokana na elimu tunazidi kuitoa katika jamii, mashuleni, mitaani, katika midaharo mbalimbali na vyombo vya habari, watu wamekuwa na mwitikio sasa hivi haswa wa jinsia ya kiume. Kwamba tunasema kwamba baada ya kupata elimu hiyo inawawezesha wao kuona kwamba kuna haja ya wao kuja kutoa hizo taarifa zinapotokea, ili mradi wasiingie kwenye changamoto nyingine au kubwa zaidi. Maana kuna matukio yalikuwa yanatokea labda kwamba mtu amefanywa tukio na mpenzi wake labda kwenye familia, na tuzungumzie moja kwa moja kwenye familia, mtu mwanaume ameoa mke wake, tukio limemtokea kwenye familia yake. Sasa najiuliza kwamba mimi kwani niende kutoa taarifa kwamba mke wangu kanichukulia fedha zangu tukaenda kupeleka kwenye kikundi? Yaani ni jambo ambalo lilikuwa kidogo sio rahisi. Lakini kulikuwa na matukio hayo ambayo mwisho wa siku yanapelekea kiuchumi mtu anamwathiri vipi. Huo tumesema ukatili wa kijinsia unaweza kumwathiri mtu katika level yoyote. Level ya kimwili mtu anaweza akaanaumia ukaona kwa muonekano huyu mtu ameumia, lakini kuna level ya kiuchumi mtu anaweza kufanyia ukatili kwamba fedha yake anaitafuta anashindwa yeye kuitumia ipasavyo pale nyumbani, akirudi tu mwanamke ndo anampangia bajeti. Sasa mwisho wa siku anakuta bajeti imepangwa yeye sio rafiki, anasema hili swali limetokea, huyu katumia fedha yangu, je, nikienda kutoa taarifa ili nitasikilizwa? Kutokana na elimu tunayowapa wamekuwa sasa na uelewa kiasi kwamba wanapata uelewa, tunawaita wale watu na tunawapa elimu kumwambia hii inaweza kuzua madhara mengine. Kwa nini unapigwa au mtu mwingine anapigwa, tunapata kesi ya shambulio, wakati kesi ya kwanza ilikuwa huyu mtu alifanyia ukatili tu wa amna ndani, labda kanyuma unyumba, au aidha huyu mwanamke wake alimkuta na message kwenye simu yake za ambazo sio nzuri, sio rafiki, akaweza akampiga. Lakini anapompiga, kesi inayokuja mwanamke anakuja kueleza mimi nimepigwa na mume wangu bila sababu ya msingi. Sasa bila sababu ya msingi, wakati kuna sababu ambayo ilikuwepo, endapo yule kabla ya kufanya ile tukio angekuja kuomba msaada, jamani kuna tukio limenitokea, huyu mtu ni mke wangu au ni mtu wangu wa karibu, nimemkuta ana ujumbe ambao sio rafiki kwenye simu yake, nikaona nikimwajibisha au nitaweza kufanya kitendo ambacho mwisho wa siku nikafungwa au nikaingia mitiani, lakini anafanya hivi, inawezekana na mahusiano na mtu mwingine. Mimi naomba aitwe ili mwisho wa siku tumsikilize au tuweze kutatuliwa hii changamoto. Tunawaita wale watu, tunawapa athari ya yale matukio yanayotokea. Mwisho wa siku huyu mtu anakuwa anapata amani, na mwisho wa siku hata huyu ambaye alikuwa anatenda matukio anasema kumbe mwisho wa siku naweza nikaachika au eza ndoa yangu ikafutika kulingana na matukio ninayofanya. Na huyu mtu mwisho wa siku ambaye alikuwa anaweza kutenda jambo lingine ambalo baya zaidi, anakuwa sasa ana amani kusema kwamba mwisho wa siku kumbe hata linaweza kushughulikiwa ile jambo tofauti na mimi nilivyokuwa nafikiria. Hivyo basi kunawapelekea sasa paka watu wengine wanavyoenda mtaani wapeana ujumbe kwamba mimi bwana nilipeleka jambo langu nilikasikilizwa. Inakuwa ni ujumbe unasambaa kwa jamii kusema bwana hawa sasa hivi wakizingua tu tuwapeleke ni dawati. Pale dawati hawapendelei, kuna watendaji wa jinsia zote.
Na uzuri wake tulishawaambia kabisa wazi, anapokuja pale yeye anaweza kaamua kusema mbona yuko huyo mdada, hamna huyo mdada anaweza kanisikiliza, lakini akanichallenge ikawa ni ngumu kusikiliza jambo langu. Sisi tunampa uhuru mtu anapokuja pale aseme mimi nahitaji mtendaji wa dawati wa jinsia ya kiume. Huyu mwenzangu anaweza akanisikiliza nikamweza. Na anapokuja hatutaki pia amueleze kila mtu anayekutana naye pale nje jambo lake, bali aseme mimi nina shida na afisa dawati. Anapofika kwenye chumba cha afisa dawati amuelezee lile jambo yule afisa, maana ile taarifa zote zinazotolewa ni usiri mkubwa, haitakiwi mtu mwingine kufahamu. Mwisho wa siku ili tuje kulifuatilia na kulichukua hatua stahiki. Nikizungumza kuhusiana na taarifa za watu ambao walishaikuja, nimeshasema hapo kwamba zile taarifa zote tunazopokea ni siri, hairuhusiwi mtu mwingine yote kutambua kwamba ni jambo fulani lilimtokea na jambo mtu fulani. Hivyo basi matukio yanatokea, watu sasa hivi wanakuja kuripoti na wanaripoti matukio ya aina yote. Yoyote ukatili wote mtu ambaye anaweza kufanyiwa ukamletea athari eza kisaikolojia au ni nini, mwisho wa siku anakuja kuripoti na tunamsaidia na mwisho wa siku mambo yanakuwa sawa.